Yes, mambo vipi mtazamaji wa Bobezi TV, hope uko poa kabisa. Karibu niweze kukupa yale mastori yaliyo trend kunako social media, masuala mazima ya burudani, masuala mazima ya michezo, siasa, biashara, tutaweza kupata hapa ndani ya Bobezi TV. And of course, katika masuala mazima ya michezo, kama tunavyofahamu kwamba kwa siku ya jana, club ya Pyramids kutokea nchini Misri imeweza kutinga hatua ya finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kuiondosha timu ya Orlando Pirates ya nchini Afrika ya Kusini wakiwatandika kwa magoli 3-2. Na of course, kama tunavyofahamu kwamba mshambuliaji tishio kabisa aliyewahi kupita hapa Tanzania kwenye klabu ya soka ya Young Africans, Fiston Kalala Mayele, aliweza kufanikiwa kufunga magoli mawili katika ushindi wa magoli 3 na kuwapeleka Pyramids katika hatua yao ya kwanza ya michuano hiyo. Na nikujuza tu kwamba Pyramids watachuana na Mamelodi Sundowns katika mchezo wa finali baada ya Mamelodi kuwatoa mabingwa wa kihistoria wa michuano hiyo Al Ahly baada ya kupata sare ya bao 1-1 na kupita kwa faida ya goli la ugenini. And of course, kama ambavyo nimekuambia hapo, nimemgusia miongoni mwa washambuliaji tishio kabisa aliwahi kupita hapa katika klabu ya soka ya Young Africans, Mayele Fiston ama Fiston Mayele, kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wa mchambuzi nguli kabisa wa soka, masuala mazima ya mpira, masuala mazima ya soka, Hans Raphael, ameweza kutoa maua yake mengi kabisa na ameweza kumwaga maua mengi na sifa nyingi kwa mshambuliaji huyo Fiston Mayele kupitia ukurasa wake wa Instagram. Hans Raphael ameposti picha ya Mayele, kisha akaandika, kwa miaka ya hivi karibuni, miaka 10, nimeshuhudia washambuliaji wengi kwenye ligi yetu ya Tanzania. Hapo utawataja watu kama Medi Kagere, John Boko, Hamisi Tambwe, Prince Dube, Kipre, ila huyu Mayele ni next level. Tambwe na Kagere walikuwa ni mbwa mwitu kwenye box. Leta cross nikupe goli poachers kwenye mabano, na niko na heshima kubwa na hao jamaa, ila Mayele ni complete number 9. Hayo ni maneno ya kwake Hans Raphael akijaribu kumsifia ama kumpa maua yake mshambuliaji tishio kabisa aliyesaidia timu yake kuweza kutinga katika hatua ya finali, ambapo hapa tunamzungumzia Mayele ama Fiston Mayele. Na Hans Raphael hakuishia hapo, aliendelea kwa kuendelea kumpa maua yake Mayele. Anasema kwamba Mayele anakupa kila aina ya goli, Mayele anakupa mbio, Mayele anakupa nguvu na mikimbio hatari kwenye maeneo mengi uwanjani. Binafsi Mayele ndiyo namba 9 bora aliyecheza Tanzania kwa miaka 10 iliyopita. So tayari Hans Raphael ameweza kumwaga maua yake, na tayari kwa mujibu wake yeye anasema kwamba Mayele ndiye namba 9 bora aliyewahi kucheza Tanzania kwa miaka 10 iliyopita. So ukiachana na wakina Kagere, ukiachana na Dube, ukiachana na John Boko, lakini kwake yeye namba 9 bora kwake yeye ni Fiston Kalala Mayele. Mimi naitwa Genevieve na hii ni Bobezi TV. Cha msingi ni wewe kufanya kusubscribe kama bado hujasubscribe, lakini kutufollow kama bado hujatufollow, kwa sababu tuko na taarifa nyingi ambazo zinaendelea. Kama tunavyofahamu kwamba kesho katika kombe la shirikisho barani Afrika, Simba wako ugenini, wameifuata timu ya Stellenbosch kwa ajili ya kuweza kufanya mahojiano nao. Simba hapa nyumbani katika uwanja wa Aman kule Zanzibar aliondoka na ushindi wa bao 1. So it's time kwa wao kuweza kuonesha ubabe siku ya kesho, kwa sababu ndo kesho itaamua mechi hiyo iweze kuwaruhusu Simba kutinga kwenye hatua ya finali ama kusalia kwenye hatua ya nusu finali. Kama ambavyo nimekuambia, mimi naitwa Genevieve na hii ni Bobezi TV. Keep watching, keep following us. Kama bado hujafanya hivyo, na mambo mengine yatakuwa fresh zaidi.